umeweza kufika kwenye jengo hili kukagua ukarabati ambao ni zao la fikra zako wewe mwenyewe ukishirikiana na kamati yako ya siasa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga. Hizo kazi ambazo ni ndogo ambazo nimekupitisha, ninaomba nikupe taarifa kuwa zitakamilika kabla ya huu mwezi kuisha. Kwa hiyo ninaomba nikupe baraka, Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda. Amen. Na uje uione kazi ikiwa imekamilika, na mimi kwa niaba ya ofisi ya mkuu wa mkoa nikukabidhi rasmi wakati huo utakapofika. Tunakupongeza sana mwenyekiti wetu kwa kutekeleza ilani. Hii ilani ni mpya. Yeye sasa ameizindua kwa utekelezaji wa ilani. Ilani inasisitiza makazi bora na ofisi bora. Huwezi kuwa na chama imara kikawa hakina ofisi bora, hakina makazi bora. Lakini mwenyekiti wetu shupavu, ndugu yetu Rajabu, mjumbe wa kamati kuu, anathibitishia umma leo kwamba Tanga tumekuwa wa mfano kutekeleza ilani hii ninayowaonyesha. Mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu ya Lushoto, ambao upo kwa niaba ya wenyeviti wote wa Chama cha Mapinduzi za mkoa wa Tanga, katibu wetu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Tanga, ambaye kwa nafasi yako pia ni mjumbe wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC, katibu wetu itikadi, siasa, uenezi na mafunzo, wajumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga mliopo, na wajumbe wa kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi wilaya ya Tanga ambao mpo nasi sisi hapa, viongozi wote wa chama chetu kwa ngazi tofauti, na mwanadangu Nyalusi na viongozi wote, habari za asubuhi. Kwanza naomba nichukue nafasi hii kuungana na wale ambao wametangulia kuzungumza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia uhai na afya njema, lakini pia ametuwezesha kufika kwenye jengo letu hili la ofisi za Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake za mkoa wa Tanga kwa ajili ya kufanya ukaguzi wa ukarabati huu. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini pili, niwashukuru kamati inayohusika na kusimamia ukarabati huu kwa namna ambavyo mnasimamia kwa weledi na kwa uzalendo mkubwa toka mwanzo wa mchakato, lakini mpaka sasa tunapokondea mwishoni. Mwenyezi Mungu awabariki sana, hongereni sana. Lakini pia tuwashukuru mafundi wetu na meneja mradi Injinia Mwakiomo. Wewe umethibitisha uzalendo wako. Sogea bwana, watu wakone vizuri. Kwa hiyo huu bwana ni zao la Makongo Sekondari. Ni shule yenye nidhamu kubwa sana, na aliyoyafanya hapa sisi ndo tunajua, inathibitisha ile shule kweli inaandaa viongozi, inaandaa wataalamu kweli. Lakini na mkandarasi wetu pia hakutuangusha kwa namna ambavyo amefanya kazi hii mpaka anaendelea kuimaliza kwa wakati. Mara nyingi sisi ni mashahidi tunapokagua miradi ya serikali, tunaona muda wa nyongeza, lakini hapa hapakuwa hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru, tunampongeza sana. Ametushawishi kwamba tunapokuwa na kazi nyingine za chama, basi naye akiomba
tumwangalia kwa jicho zuri, maana watu wazuri nao lazima watangazwe. Ndugu zangu, kubwa kuliko yote, tunamshukuru sana na kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hakika haya ni maelekezo yake. Kwamba katiba yetu inapotuelekeza kwamba tuwe na chama imara. Chama imara, katiba amezungumza hapa, ni pamoja na majengo ya chama hiko yawe yenye kuvutia, yenye muonekano mzuri, ili wale wananchi ambao wametupa dhamana ya kuunda serikali ya Chama cha Mapinduzi, wanapokuwa na changamoto zao, wawe na imani kwamba nikienda pale na kwenda kupata huduma bora katika jengo lililo bora. Kwa haya ni maelekezo ya mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi Taifa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tulipoamua kuyatekeleza maelekezo haya, tuliamua kwa dhati kujenga heshima ya chama chetu. Tuliamua kwa dhati kujenga muonekano mzuri wa majengo ya Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga. Na wakati nawaambia wenzangu kwamba sasa tuamue kufuata maelekezo ya mwenyekiti wetu, walioona baadhi yao kwamba hapa patahitajika mamilioni ya fedha mengi, tutapataje? Niliwatia ujasiri na uthubutu, nikawaambia kazi ya kiongozi ni pale anapoona changamoto kutafuta njia za kutatua changamoto hiyo. Anapokuwa hawezi kutafuta njia za kutatua changamoto, basi kiongozi huyo pia na yeye ni changamoto. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi hakitakiwi kuwa na viongozi changamoto. Chama cha Mapinduzi chatakiwa kuwa na viongozi wenye kutatua changamoto za chama chetu, wenye kutatua changamoto za watu tunaowaongoza kupitia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye anatuwezesha kwenda kuikamilisha agenda hii ambayo imepitia kwenye mazingira magumu sana. Lakini leo ndoto yetu inakwenda kutimia ya kuelekeza kwamba kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye majengo haya ya Chama cha Mapinduzi. Siku ile niliyokuja hapa niliulizwa kwamba pametumika kiasi gani hapa. Nikasema wakati bado, na wakati wake utafika pia tutasema kiasi gani kimetumika hapa kwenye ukarabati huu. Siku tukuja kutuzindua rasmi jengo letu, tutaeleza sasa kila kitu, gharama ambazo zimetumika katika ukarabati wa jengo letu. Bahati nzuri nyote hapa na ambao hawapo hapa katika wanatanga wenzetu ni mashahidi kwamba jengo hili namna lilivyokuwa limechakaa, namna lilivyokuwa lina sura mbaya kwa kuwa la muda mrefu, na sasa muonekano wake ulivyo, watu wana imani kwamba hiki ndiyo Chama cha Mapinduzi, chama chenye serikali. Maelekezo yangu kwa katibu wa Chama cha Mapinduzi, tumetumia gharama kubwa sana hapa. Lazima tuienzi miundombinu hii ambayo tunaja kuiweka hapa sasa na baada ya kuanza kulitumia. Tutakuja kupeana maelekezo, tutakuja kushauriana, kubaliana kwamba nani akae mahala gani na afanye nini kutunza miundombinu ya jengo hili, ili tusije tukarudi kule nyuma tulikotoka.
tumeona changamoto tulizopitia hapo ndani. Hizo zilifanywa na watu ambao baadhi yao hawakuwa waaminifu wakati huo. Sisi hatuhitaji kurudi huko tena. Tunahitaji kwenda mbele kwa mazuri zaidi katika chama chetu cha Mapinduzi kwenye mkoa wetu wa Tanga. Ndugu zangu, tukiacha ukarabati wa jengo la Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tanga, lakini dhamira yetu nyingine kwenye mkoa wa Tanga ni kujenga nyumba za watumishi wa chama pamoja na jumuiya zake kwenye wilaya zote za mkoa wa Tanga. Sisi mkoa wa Tanga kichama tuna wilaya 9 na tuliweka nia tukadhamiria kujenga nyumba 4 kwenye kila wilaya: nyumba ya katibu wa Chama cha Mapinduzi, nyumba ya katibu wa UWT, nyumba ya katibu wa jumuiya ya vijana, nyumba ya katibu jumuiya ya wazazi. Nalo tumeanza hilo. Wana CCM tumeungana mkono baada ya kutoa fikra hizo kama kiongozi wao. Ujenzi huo unaendelea vizuri katika baadhi ya wilaya zetu, na wapo ambao sasa wanakaribia kumaliza pia nyumba hizo. Wito wangu kwa wale ambao hawajaanza ujenzi huu, hatuna muda wa kumsubiri mtu. Tunahitaji watumishi wetu wa chama chetu pamoja na jumuiya zake wakae mahala pazuri, na niwaambie wale ambao wanaona kwamba jambo hili halitowezekana, niwaambie linawezekana. Na ishara kwamba linawezekana ni pale baadhi ya wilaya kwamba sasa wanakwenda kukamilisha ujenzi huo. Niwahakikishie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kabla hatujafika mwaka 2027 kwenye uchaguzi mkuu ndani ya chama chetu, agenda hiyo tutakuwa tumeshaikamilisha kwenye mkoa mzima wa Tanga. Tukiahidi tunatekeleza, ndio kazi yetu. Tunaamini kufanya hivyo ni kuwapelekea watumishi wa chama chetu kujisikia fahari kwenye kutumikia chama chao. Tunapofanya hivyo, tunawapelekea watumishi wa jumuiya za chama chetu kujisikia fahari kutumikia jumuiya za chama chetu. Tukitambua uhai mkubwa wa chama chetu tunategemea jumuiya zake. Kwa tunapozienzi jumuiya zetu kwa watumishi wake kukaa mahala pazuri kwenye nyumba za kisasa, nayo inachangia kwenye kujenga chama chetu kwenye mkoa wetu wa Tanga. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.